Siku ya leo ni siku ya furaha kubwa sio tu kwa watumishi wa Jeshi la Polisi, lakini kwa wananchi wote wa mkoa wetu wa Polisi Tarime Rorya, sababu pia tunashuhudia mafanikio makubwa ya jeshi letu la polisi, na hapa ni sehemu moja ndogo kielelezo cha mafanikio hayo ya jeshi la polisi kwenye mkoa wetu wa Tarime Rorya, hasa utakapozindua ujenzi wa majengo haya mapya ya makazi kwa askari wetu ili waweze kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Ndugu mgeni rasmi, mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, nichukue nafasi hii pia kukushukuru wewe binafsi, lakini hasa kwa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo chini ya uongozi wako tumeona mabadiliko makubwa yenye mafanikio ya jeshi letu la polisi. Mwaka jana ulitushirikisha pia kwenye uzinduzi wa kituo kikubwa cha mfano cha dawati la jinsia hapa Tarime, kituo kizuri. Na mwaka jana sikupata nafasi ya kuzungumza, lakini DC aliyekuwepo alizungumza. Tuliona kwenye kile kituo jinsi ofisi zilivyopangwa na jinsi wananchi watakavyohudumiwa, na leo tunashuhudia pia ujenzi wa nyumba mpya ambazo zitafunguliwa kwa ajili ya wafanyakazi kwenye wilaya yetu ya Rorya. Mkuu wa Jeshi la Polisi, kuna mafanikio pia makubwa ukiacha yale ya kikazi, lakini pia na sisi hujatuacha kwenye ujenzi wa majengo haya ya polisi. Tunacho kituo kizuri sana cha polisi kinajengwa kule Nyamagalo, nafikiri kimeshakamilika. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana RPC wa Tarime Rorya, kamanda wetu Mark Njela, kwa namna alivyokisimamia kile kituo kikakamilika vizuri, na sasa hivi wananchi wanapata huduma vizuri. Mheshimiwa IGP Camillus Wambura, nikiacha kwenye structure, kwenye majengo, tunakushukuru pia kwa namna ambavyo umeweza kuliboresha jeshi letu la polisi, hasa kwenye vitendea kazi. Kwa mara ya kwanza nafikiri tunaweza tukasema jeshi letu la polisi hasa kwenye ngazi za wilaya, mimi nina maOCD wa 3 kule Rorya na wote wana magari. Naomba tumpatie afande mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania. Pasha panda. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Asante sana. Tunakushukuru kwa kuziwezesha hizi ofisi, kwa sababu sasa wako karibu zaidi, wanafika kwa haraka zaidi kwenye matukio na hali ya uhalifu kwenye maeneo yetu. Mkuu wa Jeshi la Polisi nathibitisha hapa kwamba umepungua kwa kiwango kikubwa sana. Kwetu kule Rorya kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya wizi wa mifugo, lakini chini ya utawala wako na usimamizi wako pamoja na makamanda wetu wa polisi wa mkoa na wilaya, na thibitisha hapa wizi huo umepungua kwa kiwango kikubwa sana. Na ukitokea wizi, hatuchukui muda mrefu kumpata mwizi na hiyo mifugo. Mheshimiwa, naomba tuwapashie makamanda wetu kwa kazi nzuri. Pasha panda. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Asante sana kwa kupasha. Tunaomba mpokee hizo pongezi na imani tutaendelea kufanya vizuri zaidi. Mkuu wetu wa Jeshi la Polisi Tanzania, bado kuna eneo moja ambalo tunaamini tukiendelea kulifanyia kazi
litaendelea kuboresha zaidi utendaji wa kazi wa jeshi la polisi, na hasa ile eneo la polisi jamii, ulinzi shirikishi kwa kutumia jamii. Eneo hilo mkuu wetu wa jeshi la polisi tunaomba liendelee kufanyiwa kazi, liendelee kupewa uzito, kwa sababu tunaona mafanikio makubwa sana. Hayo ambayo nimesema, kwa mfano jana kulikuwa kuna tukio la wizi wa mifugo karibu saa 4 saa 5 mpaka saa 8, kwa kushirikiana na wananchi, huyo mwizi alikuwa ameshakamatwa na mifugo ilikuwa imeshapatikana. Na tuliweza kufanya hivyo tu baada ya kuwa tumewashirikisha wananchi. Kwa hiyo wale polisi kata tulionao tunakushukuru, wanafanya kazi vizuri. Basi tuendelee na huo mfumo, utatusaidia kwenye kupunguza uhalifu kwenye maeneo yetu. Tuna tatizo kubwa la migogoro ya ardhi, na migogoro hii pia inachangia uhalifu kwenye maeneo yetu. Ziko jitihada ambazo zinafanywa za kuboresha hasa utatuzi wa migogoro ya ardhi kwenye maeneo yetu. Nina imani serikali itatoa ufafanuzi au ufumbuzi siku za hivi karibuni kuhakikisha eneo hilo nalo pia linapatiwa ufumbuzi wa kudumu, ili migogoro ya ardhi itatuliwe kwa haraka kwenye karibu na wananchi, na ikipungua, ninaamini pia uhalifu utakuwa umepungua kwa kiwango kikubwa.